nimeokoka, nampenda Kristo. Kazi ya Mungu naifanya nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu Baba yetu Apostle James Maina. Nampenda, amekuwa wa baraka kwa maisha yangu na amekuwa wa baraka kwa hii ministry Easter Church. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Leo ni tarehe 14 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Na nilishangaa sana jana kama tuko mwezi wa 6. So ni kama tumemaliza huu mwaka ama tuko katikati ya mwaka. Na ukiangalia kuna mambo mengi sana umefanya kwa ajili ya maisha yako. Na kuna watu wamenunua kondoo, kuna watu wamenunua kashamba. Kuna watu wamefanya mambo tu mengi ambayo ni mazuri. Lakini jiulize upande wa Mungu umefanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri kila wakati unajiuliza, na upande wa Mungu nimefanyia Mungu nini? Ni nini nimevuna kwa ajili ya Mungu? Kwa sababu Mungu alituambia mashamba yake ni mengi, lakini wavunaji ni kidogo. So yafaa ujiulize, wewe ni mmoja ambaye unapendeza Mungu kwa ajili ya mavuno? Maana Mungu anapendezwa na watu ambao wanamsaidia kuvuna. Maana akasema shambani mwangu ama kwa hii dunia kuna vitu, kwani kuna mavuno mengi. Mavuno ni wewe. Wewe ni mavuno ya Mungu ama mavuno ya shetani. So unaweza vunwa na shetani ama ukavunwa na Mungu. So kuna watu ambao Mungu ameweka kwa ajili yako wakuvune wewe. Kumbuka Yesu akamwambia Petro pale kwa bahari, akamwambia kuanzia leo hautakuwa tena samaki, bali nitakufanya mvuvi wa watu. So watu wako na uwezekano wa kuvuliwa kama samaki. Unarusha mistari, unashika na ndoano, unaletea Mungu. Unarusha mistari mahali nyingine, hiyo ni ndoano. Unashika, unaletea Mungu. Hebu jiulize, kwa miezi hii 6 umeletea Mungu watu wangapi? Umevuna kwa ajili ya Mungu watu wangapi? Na Mungu anasema shamba langu ni kubwa sana, limezaana, limejaa vitu vizuri, lakini watu wa kuvuna, watu wa kupeana direction ni kidogo. Tunishe tusomee kitabu ya Warumi. I think ni Warumi 14 mstari wa 10. Warumi 14 mstari ya 10. Mungu anauliza, hao watu watanitumikia kwa njia gani? Hao watu watavuna watu kwa njia gani? Wanaweza pewa sifa. Na kitu ya kwanza, hawakutumwa wanda kuwavuna. Basi wewe Easter Church nimekutuma leo, nenda ukavune watu. Wanaweza pewa sifa. Wewe Musa, basi nimekutuma leo. Maana Mungu anauliza wataenda kuvuna na njia gani? Na hawakutumwa. Basi nimekutuma. Wanaweza pewa sifa. Basi nimekutuma kuanzia leo, nenda ukavune watu. Hata shetani akiuliza mwambie ni mtumishi wa Mungu Pastor Maria alinituma. Wanaweza pewa sifa. Sema basi nimetumwa na Kristo nikavue watu. Wanaweza pewa sifa. Mungu anasema watu wangu ni wazuri lakini hawanijui. Nao watu niliweka kama wa kuvuna, hao watu pia hawamo. Wanaweza pewa sifa. Nataka ukiondoka hapa leo ukavune watu ni kwa ajili ya Kristo. Tusome mtumishi. Warumi 14:10 inasema hivi. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Romans 10 mstari wa 14 inasema basi wamuiteje? Basi hao watu watamuita Mungu nani?
basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Kitu ya kwanza, watu hawamwamini Mungu, na kwa sababu hawamwamini Mungu, watamuita Mungu nani? Kwa sababu hawamwamini Mungu, watamuita Mungu nani? So kitu ya kwanza, yafaa watu wasomewe neno, yafaa watu waambiwe neno la Mungu ndio wapate kumwamini Mungu kwanza. Wanaweza pewa sifa. Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Na ndiposa tuko hapa nikwambie vile Petro alienda baharini na hakupata chochote, lakini alipokutana na Yesu akaanza kuvua. Nikwambie na ukikutana na Yesu basi utaanza kuvua katika maisha yako. Wanaweza pewa sifa. Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminie yeye wasiyemsikia? Basi uko hapa ili usikie habari za Yesu. Wanaweza pewa sifa. Tena wamuiteje yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo